Hakuna mtu anayeweza kuvuna katika shamba ambalo hakulipanda. Na vivyo hivyo katika masuala ya kiroho, huwezi kutegemea kupata matokeo mazuri katika nyanja ambayo haukuiwekezea. Ni muhimu kuelewa ya kwamba kile ambacho umekipanda, kile ambacho kimestawi katika masuala yako ya kiroho ndicho kinaweza kukufaa tu. Kwa hiyo kama wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanakusudia kuona wanapata kila ahadi ambayo Mungu ameiweka maishani mwao kuifanya kuwa halisi katika damu na nyama, basi hili somo linakuhusu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwalizo na ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 12, basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Maandiko yanatuonyesha ya kwamba Wafilipi wanapewa maelekezo na Mtume Paulo ya kwamba kumbe wanao wajibu wa kutimiliza wokovu wao wenyewe kwa kuogopa na kwa kutetemeka. Sasa nataka niongelee kidogo kuhusu kipengele cha kutimiliza wokovu. Kwa kifupi, mwandishi ambaye ni Paulo anawaambia Wafilipi ya kwamba ndugu zangu, mnao wajibu wa kuhakikisha mnafanya zile baraka ambazo Mungu ameziweka kwenu kuwa halisi. Watu wengi waliompokea Yesu wameingia katika changamoto ya kudhani ya kwamba kwa sababu tu wao tayari wameshamwamini Yesu, basi kila kitu kitajileta chenyewe. Lakini katika masuala ya kiroho mambo hayafanyi kazi namna hiyo. Katika mambo ya kiroho wewe unao wajibu, unayo majukumu ya kusimamia kuhakikisha mambo yanatokea. Chukulia mfano wa shamba. Shamba lina uwezo wa kukupa mazao mengi au mazao kidogo, lakini vyovyote vile utakavyopata, kwanza itategemea na umefanya nini katika shamba lako. Umepanda, umeliandaa shamba, umelitengeneza shamba. Usitegemee msimu wa mavuno wenzako wanapovuna na wewe utavuna sehemu ambapo hukupanda. Hakuna kitu kama hiko. Ni lazima ufanye sehemu yako ili uweze kupata matokeo unayotaka. Na vivyo hivyo katika masuala ya kiroho, kama unataka ufurahie huu wokovu, lazima uwajibike. Kwanza ni lazima uwe na uelewa wa masuala ya kiroho, namna gani yanafanya kazi. Lazima ujae na neno la Mungu. Unapozidi kujua neno la Mungu, unajua ahadi za Mungu, unajua haki zako, na kisha unaanza kujifunza kuhusu namna gani ya kusimamia hizo haki zako. Kupitia maombi unaanza kuzidai. Hapo sasa utakuwa unafanya kila ahadi ya Mungu kuwa halisi katika maisha yako. Kumbuka, sisi tunaye Mungu aliye mzuri, Mungu mwema, Mungu anayetuwazia mawazo mazuri, Mungu ambaye anajibu maombi. Na kama inatokea katika maisha yako hujaziona hizi ahadi za Mungu kuwa halisi kwako kama vile ambavyo inatakiwa kuwa, tatizo sio Mungu. Tatizo linakuja katika, je, shamba lako umeliandaa ipasavyo? Umepanda mbegu sahihi? Umemwagilia bustani yako au umepalilia? Vivyo hivyo ni lazima tujenge mawazo yaliyo sahihi. Ni muhimu sana kuelewa ya kwamba lolote lile ambalo unataka ulivune katika ulimwengu wa roho, ni lazima ulipandie mbegu, ni lazima ulitengenezee, ni lazima ulifanyie kazi. Masuala ya kiroho hayatokei tu yenyewe. Masuala ya kiroho yanafanywa yatokee. Unapotaka kuona mtu anavuna machungwa, ni lazima apande machungwa, lazima apande mbegu ya chungwa. Kama unataka kuvuna maembe, lazima upande embe. Kokwa la embe litatoa mti wa mwembe. Na vivyo hivyo katika masuala ya kiroho. Kama unataka kuona uponyaji katika afya yako, basi hakikisha umejikita katika kuelewa namna gani neno la Mungu linaeleza kuhusu uponyaji. Unataka kuona msaada wa Mungu katika masuala ya kiuchumi, basi hakikisha umejikita katika namna gani Mungu anatoa msaada kwa njia ya imani katika masuala ya kiuchumi. Kwa sababu wewe kama mtu wa Mungu unao wajibu, na Mungu hatakulazimisha wewe kupokea kile ambacho ameweka, kwa sababu yeye ni Mungu. Mungu hafanyi namna hiyo. Mungu siku zote ni Mungu wa utaratibu. Anataka wewe uwajibike sehemu yako ili umruhusu yeye kufanya sehemu yake. Kama umebarikiwa na somo hili kwa namna yoyote ile, basi niandikia comment hapo chini. Lakini kama una swali au una jambo lolote ambalo linahitaji ufafanuzi zaidi, mawasiliano yangu yako hapo chini, nitafute. Ningependa niwe baraka kwako kwa kadri ya inavyowezekana. Mpaka hapo tutakapokutana tena, usisahau kuwa Mungu anakupenda na anataka wewe uishi maisha ya ushindi. Barikiwa.